Yes, kokote pale ulipo ni matumaini yangu uko vizuri kabisa. Karibu na wakati huu kwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea yale yote kimichezo ambao kwa hivi sasa yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi tukiwa tunaelekea msimu wa ligi kuu Tanzania bara, tetesi zimeanza kuwa ni nyingi kweli kweli, na siku hii ya leo tetesi kubwa ambayo imeshika kasi ama imeshika hatamu ni kuhusiana na klabu ya Azam FC kuhitaji huduma ya Aish Salum Manula, golikipa wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Inasemekana Wekundu wa Msimbazi Simba wapo tayari kumwachia Aish Salum Manula aende akatafute malisho mapya sehemu nyingine, na Azam FC inaonekana kuvutiwa naye na kumpatia. Inasemekana Azam FC wapo tayari kumpatia Aish Manula mkataba wa mwaka mmoja, huku kukiwa na kipengele cha kuongezeka mkataba huo paka 2027 endapo Aish Salum Manula atafanya vizuri ama atafanya vema ndani ya klabu hiyo ya Azam FC ambayo inashiriki ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Na paka hivi sasa tunavyozungumza, Azam FC wanashika nafasi ya 3 katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wakiwa wana alama zao 57 pale juu. Young Africans anaongoza katika ligi kuu Tanzania bara akiwa na alama zake 73, huku mnyama Simba akiwa ana alama zake 72. Huu anafuata Azam FC, matajiri wa jiji hawa ambao wana alama zao 57. Kikosi cha Azam FC wanatarajia kumuongeza Aish Salum Manula katika sehemu ya kikosi chake, kuimarisha eneo la golikipa pale, kwa sababu golikipa wao Mohamed Mustafa anaendelea kufanya vizuri na anatakiwa kupata changamoto iliyokuwa kubwa na iliyokuwa nzuri kweli kweli. Nafahamika ubora wa Aish Salum Manula ndani ya ligi kuu Tanzania bara, kila mmoja nafahamu uwezo wake alipokuwa anacheza Azam kabla hajaelekea Simba, na pindi alipokuwa anacheza katika timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Aish Manula kupitia save zake alifanikiwa kuifikisha Simba katika hatua ya robo finali. Hivyo basi mabosi wa Azam FC, matajiri wa jiji, wameona sio mbaya kumrejesha tena Aish Manula katika timu yao kutokana na experience yake iliyokuwa kubwa katika michuano mbalimbali ya klabu bingwa barani Afrika. Hivyo basi wameona isiwe tabu. Ikumbukwe Azam FC wamekuwa wana deni kubwa kwa mashabiki wake linapofikia swala zima la kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Msimu huu Azam FC walifanikiwa kushiriki katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini waliweza kutolewa katika hatua za awali. Mapema kabisa waliweza kutolewa na APR, timu kutokea pale Rwanda, na Azam waliweza kutupiliwa nje ya michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika, kitendo ambacho kiliwaumiza wengi. Licha ya Azam FC kuwa na kikosi kizuri, kuwa na kikosi kilichokuwa bora, lakini wanashindwa kufanya vema katika michuano ya kimataifa. Lakini pia ukiachana na michuano ya kimataifa Azam FC kuto kufanya vizuri, lakini pia ukiingia ndani ya ligi kuu Tanzania bara, Azam amekuwa akimaintain kushika nafasi katika zile top 4, yani katika nafasi ya 3 na ya 4 amekuwa akiingia mara kwa mara, kitendo ambacho kinawaumiza baadhi ya mashabiki wa Azam FC na mashabiki wengi wa soka hapa nchini kwetu Tanzania wamekuwa wanaumia. Kwa nini Azam anashindwa kuwa bingwa wa ligi kuu Tanzania bara licha ya kuwa na kila kitu? Amekuwa na uwanja wake, amekuwa akifanya sajili zilizokuwa nzuri, sajili zilizokuwa bora, lakini amekuwa akishindwa kufanya vema katika michuano mbalimbali aliyokuwa akishiriki kimataifa. Msimu huu ametupa mapema katika hatua ya awali, ameweza kutolewa nje, na ndani ya ligi kuu Tanzania bara mpaka hivi sasa tunavyozungumza Azam hawezi kuwa tena bingwa ligi kuu Tanzania bara kutokana na watani wa jadi Simba na Yanga kushikilia zile nafasi. Azam ana uhakika msimu ujao wa kwenda kushiriki katika kombe la shirikisho kwa sababu ana alama zake 57, na kama ilivyo kanuni, mshindi wa 3 na mshindi wa 4 wataelekea katika michuano ya shirikisho, ambapo mnyama Simba katika kombe hilo la shirikisho Simba alifika hadi katika hatua za finali. Je, Azam FC ikifanikiwa kumrejesha tena Aish Salum Manula watafika wapi katika michuano hiyo ya kombe la shirikisho? Tusubirie na kuona, kwa sababu Aish Manula ana uwezo uliokuwa mkubwa na uwezo uliokuwa mzuri kipindi ambacho anaitumikia Simba na kupata nafasi ya moja kwa moja. Alikuwa anaonyesha
uwezo mkubwa kweli kweli. Kwa hivi sasa Aish Manula hana ile nafasi ya moja kwa moja ndani ya kikosi cha Simba kutokana na ubora wa golikipa Musa Kamara. Amekuwa akifanya vyema, amekuwa akifanya vizuri, kitu ambacho kimepelekea mashabiki wengi wa wekundu wa Msimbazi Simba kuto kumwimba Aish Manula Tanzania Wani. Amekuwa ana performance nzuri, amekuwa akiitwa katika timu yetu ya taifa ya Tanzania mara kwa mara kutokana na kile ambacho amekionyesha katika pichi. Hivyo basi Aish Salum Manula inasemekana huenda mwishoni mwa msimu huu tukamuona kwa matajiri wa jiji Azam FC wanalamba lamba. Watu wengi wameonyesha kuguswa na taarifa hii ambayo inasema Aish Manula huenda akarejea tena ndani ya kikosi chake hicho cha Azam FC ambapo alipokuwa anaihudumia hapo awali na kuifanya Azam FC kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara na hatimaye kwenda kwa wekundu wa Msimbazi Simba, ambaye aliweza kuchukua makombe yao kadhaa, lakini pia aliweza kuifikisha Simba katika hatua ya robo finali. Omali funga yeye ameandika all the best Aish Manula. Manula ulikuwa na wakati mzuri sana ndani ya klabu ya Simba, lakini kwa hivi sasa Aish Manula umekuwa una nafasi. Huyu hapa ameandika goli 5 zilizofungwa Manula dhidi ya Yanga zimemfanya akose tena uaminifu ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba. Dani Fry yeye ameandika hivyo. Latifa Isa yeye ameandika Manula ulikuwa na mchango mkubwa sana ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba licha ya changamoto ndogo ndogo. Nenda Azam hivi sasa kuna kufaa. Kamara anafanya vyema. Huyu hapa anaitwa Mwajuma Silimbi yeye ameandika hapa Azam FC kumrejesha Aish Manula watakuwa wamefanya vyema kwa sababu Manula ana uwezo mzuri akisaidiana na Mohamed Mustafa mambo yatakuwa mazuri. Huyu hapa anaitwa Fred Mau yeye ameandika Azam ni wakati wa kufanya mabadiliko katika uongozi wenu. Wachezaji mnawasajili wazuri lakini katika swala la mataji mmekuwa mkiangukia pua. Huyu hapa ameandika Azam mna deni la kulipa kwa mashabiki wenu kutokana na mnasajili na mna kila kitu, bosi wenu anatoa lakini mnashindwa kushindana na Simba na Yanga. Huyu hapa ameandika Aish Manula kila laheri, ni kila laheri mimi Mwajuma mtupae na kutakia majukumu mapya na yaliyokuwa mazuri huko Azam FC unapokwenda. Yes, hayo ndio baadhi ya maoni ya mashabiki wa kandanda hapa nchini kwetu Tanzania kuhusiana na ile taarifa ama kuhusiana na taarifa ambayo inasema Azam FC huenda wakamsajili Aish Manula kama golikipa ambaye anaenda kumpatia changamoto Mohamed Mustafa. Kutokana na uwezo wa Aish Manula, basi wanaamini ataenda kuisaidia Azam FC kufanya vema. Wekundu wa Msimbazi Simba, ukiwasikiliza baadhi ya mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba wapo tayari Aish Manula aende akatafute changamoto mpya kutokana na ubora ambao amekuwa akionyesha Musa Kamara. Wakati wote huu ulikuwa nami Mwanaisha Lukali, begi kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati. Nyuma ya kamera amesimama Sultani Juma.